Usiwahi sema ati Mjaluo ni broke. No. That guy is on a financial off peak. Atakuja kuchukuliwa na pesa. Umesikia? Something again. Watu wanasemanga ati nimeona Mjaluo akiwa anapii mahali. No. We Luos, we don't pee. We engage. We engage our urethra in an action of depositing ammonia through titration. Ile design ya dogi kenda ngambali nafanya. Hello guys, once again it's Martin Dean Kenya. So promise nitakuwa nawaletea vitu moto. So if you haven't subscribed, please make sure umesubscribe so that any video of mine unaipata clearly, unacheka, unafurahia. No video of mine inakuwa boring. So nimemletea hapa jamaa ana trend pale TikTok. Ndio huyo hapa hivi mzito. Niaje bro? Ni watolee Gaglos. Ni Gaglos ama Gaglos? Gaglos, whatever. Sasa hebu tuambie bro, wewe ni nani? Unafanya nini? Okay, thank you so much. Kwa majina ni Elio Chien. Hiyo ndio jina ya kuzaliwa. Mtu wa home. Kutoka Kisumu. Kisumu County, Moroni Sub County. Jina ya usanii ni Kalausi, Kaka Luis mwenyewe. Kaka Luis, wenye mnajua Kaka Luis ndio huyu sasa nimekutana na yeye hapa hivi. Unaona kutana na watu wakubwa. So Kaka Luis manze, uko wapi? Tukupate wapi? Unakaa wapi? As in actually sahii naishi hapa Kayole, Patanisho, karibu na Masimba. Hapo ndio nasei na ninafanya hustle Gikomba Market. Gikomba? Huko ndani. Nyinyi ndio mnatuibianga huko chini. Si hata ndani. Unaona ukifika Gikomba hapo karibu na mosque kuna building nyingine hapo inaitwa Mumbai Building opposite Jaldi Apartment. Hapo ndio niko. Hapo ndio tunafanya tu hustle mdogo. Customer akikuja kununua mzigo, tunafanya kazi ya kumfikisha kwa stage hapo. Bana sio nitafutie huko ka hustle manzi. Hata mimi natafuta hustle bana. Kama utakubali kubeba mzigo ni sawa. Sisi tunafanya watu hiyo kubeba. Nimefanya mijengo. Unaona hii mwili vile imeunga. Kama umefanya mjengo tunaweza beba mzigo. So, alafu unafanya nini? Kuna watu mafans wanaweza uliza huyu jamaa anafanya nini? Kuna comedian, kuna waimbaji, wewe unafanya nini? Okay, mimi nafanya stand up comedy, like TikTok, YouTube na IG. Facebook pia niko. So nafanya stand up comedy and pia acting. I'm having a group, a team. Wakikujanga every Sunday we do act, hizo long videos za kuweka YouTube. But mostly I'm good in stand up comedy. Okay, so meaning unaweza tufanyia hapa comedy? Tucheke. Sure. Tupe bana. Kama unaweza tupe. So you know what? Unakumbuka during World War? During World War wazungu walikuwa wanakufa, right? Na wazungu kukufa hawakuwa wanapelekwa majuu, sivyo? Juu ya hiyo coast ya kuwapeleka huko. So walikuwa wanarushwa Lake Victoria. Wakirushwa Lake Victoria, samaki inakula mzungu na kizungu yote. Samaki kula mzungu, the following day Jaluo anaenda kuvua samaki. Anapata ile samaki ilikula mzungu, anaipeleka Luangni Hotel. Anaikula na samaki ugali ya jana. Kizungu yote inaingia kwa Mjaluo hivyo. That's why Mjaluo akikuongelesha na umjibu na Kisungu atakwambia, my friend, speaking in English doesn't mean that you're extraordinarily competent for Melobius. So don't act as if Addison is contrivant. That's why na hiyo ndio pia unapatanga the way we call things ni tofauti sana na venye makabila zingine wanaita vitu. Unaona? Mkisi ataita chaja jaja. Mkamba pia ataita tu chaja. Lakini Mjaluo lazima iongezeje jina. Kwa Kijaluo tunaita multiplex circuit electromagnetic proton converter. Umesikia? That is a Luo word. And even wengine pia wanasemanga we Luos we do make good music. Kwa Kijaluo atusemi that is good music. It is a palatably syncopated melodies that flows like wind over the interlacustrine Nyanza and beyond. Umesikia? The likes of Prince Inda and Kinanani, Emma Jalamo and Joyman. Yes. My friend, bana, you deserve all those sifa. Unakubali tu hizo sifa zote. So this interview could be a very pure English. So lakini mimi ni si mtu wa Ngosa, please guys forgive me. Mimi ni Kiswahili tu nikisonga. So bro, manze, ebu hii itabilitaka maji. So hawa tunafanya nao. Are you the leader ama kuna leader? Okay, kwa timu yangu sijeka ati mimi ndio kiongozi. Anybody mwenye amekujanga na idea, huwa tunampea time. Tunampea nafasi
alete hiyo idea yake tutumie. Ikituelekeza vizuri we go with that line. Hakuna ngati sasa umekuja kwa group yangu lazima ufuate masharti yangu. No. You are also having an idea. We accept it. Tunaipeleka pale kwa table, we discuss it, tunaiweka tena. That day venye umekuja we'll do hiyo nini yako, hiyo stuff yako. So in short hakuna kiongozi kwa hiyo group yenu? Kiongozi bado hatujachagua, tunajiongoza hivyo hivyo. The good thing is we respect each other, we love each other. In short we're working as a family. Mko wangapi? Actually sasa tuko 17. So far na ni wengi manze. Hiyo nikikuja na chwani bana gezi hata watosha. Nikitaka ugawa napaka nijipange. Mbogi bana. So hiyo group yote umesema mnajimanage wenyewe. Tunajimanage wenyewe. Sasa for example ka offer kakitokea mnataka muende place fulani, kuna ile mnajipanganga na specific comedy mnaenda kufanya hapo ama mnaendanga tu yenye itakuja ikuje? Offer ikitokelezea, wao ndio wananipush, wananiambia you know this stand up comedy came for you. So ni wewe ndo naenda. Ni wewe ndo naenda kufanya. Hatujaitwa acting. Kama tungeitwa acting, tungeenda sisi wote. But these people called you because of stand up. Na stand up unafanyanga wewe mwenyewe, wewe mwenyewe. So it's yours. Go for it. Then mimi natokelezea. Ukipata kakitu unawagawia. Nakuja nawaambia hii imetokelezea hivi, support tumepata fulani. Kuna wengine pia wametusaidia hapa na wanasema okay, Sunday tupata nini kwa nyumba. Kabisa. Actually every Sunday wao wana meet kwangu. Nowhere else. Bro, hiyo kazi wadau wanasema comedy life ni ngumu, inataka ujitolee kabisa. Na kama una hustle manzee utaumia sana. So ni kitu tu ilikuja tu from nowhere ama ni kitu ulikuwa umesema tu I want to be a comedian? Actually comedy hii kukuja kwa comedian ili nikujia after sasa nimepitia a depression fulani, a stress, kuna nini kuna ka private company hapa Gikomba na deal na hizo kuuza store nini viatu na manguo. Ili nikanda probation for 3 months nikijua nitapata ajira, nikijua nitakuwa employed. Then coming 1st June best yangu tu ndio aliajiriwa hapo. Aliuziwa hiyo chance yangu at 10,000. So mwenye alinisimamia akamwambia you bring 10,000, sioni Eli akileta hii 10,000 atatoa wapi? So mimi nilimuuliza by the time unafanya hivi ni nini nakuja kwa mind yako? Ufikiri kesho? Okay, umepewa 10k imeisha. What else? Nini sasa inakuja kwa akili? Ukikula ziisha utafanya nini? Bado ni sawa. Si mimi ungeni approach uniulize, then mimi ningekwambia mshahara yangu ya hiyo mwezi yote uchukue. Singe work poa. Lakini sasa wewe ulikuwa unataka ile cashback, nikasema ni sawa. So after that ndio nilianza kufocus kwa comedy sasa. Nirudi kwa nyumba, I cried to God, nikauliza Mungu, now that mimi njia zangu zote haziendi successful, kazi umeninyima, sipati kazi ya kuajiriwa, wazazi ulininyima mapema, ulininyang'anya mapema, maisha nimepitia maisha mateso, basi mimi yangu ni gani? Unaona? So nikafikiria sana, nikaona tu books zangu ziko pale, hizo books nimekuwa nikiandika mstari. That's the day sasa nilianza kufocus kwa hizo vitabu. Ninitoe clip after clip. So by the ni hard life. So you lost your parents? I lost my parents. When was that? Nikiwa class 2. Nilikuwa nishapoteza baba, mama. Mimi sikuwa najua story ya baba, mama. Nilikuwa nasikianga tu kwa TV. Maybe tukiwatch TV kwa jirani tunasikia mtoto akiita mama. Hivyo tu. So and kulewa pia tumelelewa na shosh. After mom kudai tumelelewa na shosh. Unajua before mama die marriage yake haikuwa fiti. Mimi kwanza nimezaliwa outside of a wedlock. So kuzaliwa nje ya ndoa, mzee mwenye alichukua mom like hakuwa ananipenda. Alikuwa ananichukia zaidi. Unaona? Plus alikuwa anapenda sana kubeat mom. So ilifika stage yenye mom sasa akasema, "Hii sasa imezidi. Wacha tu apake vitu zake na aende nyumbani." Ibidi tu atoke kwa hiyo ndoa, akaenda kwao, akakaa chini na mamake, wakaongea. Mamake alimkaribisha tu venye alitoka. 2 years after divorce, mom died. Mom kudai tukabaki na shosho hapo Kisumu kona mbaya. And after kubaki na shosh pia maisha tena ikawa ngumu hapo Kisumu. Ikabidi sasa shosh atutoe Kisumu, atupeleke kwao sasa. So mimi nimelelewa na great grandmom kutoka 2008 to 2018. Na sasa yuko hivi. Na sasa niko hivi. Baraka tu. In fact huwa nalia sana ni kwa nini great grandmom alipass last year. Don't worry because kuna reasons as to why mzazi anapotea.
Unajua hata mimi uangalia wazazi nasema kama watu wengi wame lost their parents, lakini sisi bado tuko na parents. We should appreciate God, and God had a reason as to why my parents alikunyang'anya. Yeah. So we kama umefika hapa hivi, uko hivi, unaweza ingia TikTok, unaweza bana, you should thank God bana. Mimi nashukuru Mungu. Because everything unasahau tu, naambia Mungu take the stage. Yeah. So sorry sana for your parents leaving you, lakini all the best, mimi nakuish all the best because all the best is coming. Thank you. Yeah. So bro, alafu I wanted to ask you a question about as in kuna TV mai kuhost ama mtu mkubwa mai kuhost? TV bado. Mwenye mai ni host nikabambika sana, by sahi pia ni mtu mkubwa, ni presenter Ali. Presenter Ali. Yeah, nakumbuka presenter Ali tulikutana tuna the same place here. Yeah. Tuliketi chini naye nikamweleza everything. Na kaniambia hiyo story yako basi napenda tuifanye. Unaona? So shida ilikuwa ni namba yenye nilimpea, ni namba yenye angenipata nayo WhatsApp. So mimi nilienda nikakaa for 3 days ndio nikakumbuka nilifanya nifanywe interview na presenter Ali. So nikamtext namba yangu ya WhatsApp na akaniambia, "Wewe kijana, nimekutafuta sana kijana mpotevu." Yeah. Tena keshoe akaniambia, "Kesho nakuja Gikomba tufanye hiyo story yako." And he came. The good thing, alikuja Gikomba. Alikuja Gikomba. Place kwenye tuna hustle hapo. Akarekodi nikibeba hizo mzigo, akanifanyia interview hapo. Yeah. So interview ilikuwa sawa. Yani interview ilikuwa sawa. Ikatrend vizuri. Ikatrend. Tena namu appreciate sana. Presenter Ali, if you're watching this, big up bro. Big up manze. Yeah. Presenter Ali is a humble guy, namjua. Sana. Though we just met soon juzi but mimi vile namuona ako sawa. Presenter Ali so, is the best. All the best bro. Na kuna mtu anakumotivate, kwa industry mwenye ukiona tu unasema tu paka nifike, paka ni make it in life. Yeah. Hawa watu wawili, presenter Ali, hey, na Jalas. Nikiona tu Jalas hivi najua bas, motivational speaker ndio anaongea. Presenter Ali ukiona tu post zake, stories zake kwa IG, hizo maandishi, inshallah inakuanga tu. Tena nasemanga chochote uombeacho kiko njiani mwako. Yeah. Na mimi pia najuanga naombea hii comedy. Kabisa. Na najua iko njiani mwangu na itakukujia. Jalas pia nasemanga consistency, passion. Nakumbuka vizuri hata leo nilikuwa nimepost nikiingia YouTube. So yani tangu ni hiyo time niliupload like 7 videos na nilikuwa tu na subscribers wangapi? 3 ambaye ni mabeshte yangu wawili na kijana mmoja hapo tuko naye hapo 3. But ni God's grace sasa niko 1408. Ni God's grace bana. All the best. How long is that channel? Kuifungua nilifungua last year. Yeah. Sasa iko na mwaka. Yeah. But video nilianza kuupload mwezi wa 5. Mwezi wa 5. You've got 1000. Yeah. Mwezi wa 5, that mwezi wa 5 ndio nilikuwa na 3 subscribers. Man, so you see God is working miracles. God is working. You know, huwa wanasema time yako ikifika, guys, please, time yako kama haijafika hata uombe, upige magoti aje, uende wapi, kama Mungu hajasema tu leo ni leo. Haiwezi. So time yako ilifika na currently unaona una trend. Ako pale TikTok kama umjui, hebu atawaambia handles zake na make sure umefika hapo hivyo. Kutoka TikTok tunavuka paka YouTube. Tukitoka YouTube tunavuka IG kwa wazito. Facebook. Kila mahali tunatembea. So huyu ako kila mahali. So alafu nilikuwa nataka kuambia about what was I to ask about your life, si ndio? Umenieleza about your life, everything umeniambia, kila kitu umeniambia. Sasa nilikuwa nataka nikuulize life ya shule, uliingia shule ama vile parents wakukuacha shosha alikupeleka shule ama uliamua tu ulikuwa na shida kiasi? No, wale nipeleka shule. Yeah, shosha alinipeleka shule. Primary ilikuwa public school. What we were to pay ni hizi 30 bob za PTA teachers. Yeah, ni hizo tu. But tunaona nikiwa ushago. Ushago ndio nilianza kujifunza kuhustle. In short, ushago ndio nilijifunza kuhustle. At class 4 nilikuwa napalilia watu shamba, nakata miwa, kuja na hiyo 70 ama 50. Before kuja nayo kwa nyumba hiyo 50 na branch nayo pale kwa duka ama center, ununue kaomena ya 25 bob. Maisha ya boy child. Mafuta ya Kimbo. Na before ufike na hiyo mafuta kwa nini? Mafuta ya Kimbo kwa nyumba, unafaa ukate pati yako. Imetosha kujipaka for 1 week. Unaona? Na hiyo mafuta utapaka nayo VIP part peke yake, ambayo ni uso na mkono. Unajua sio wewe peke yako, sister yako pia. VIP part, mkono na uso.
Mguu haina haja, mguu mnaenda shule barefoot, vumbi. Unapaka maji. Unapaka maji hivyo. Juu vumbi, class pia ni vumbi. So even ndivyo life ya primary ilikuwa. But tulipush nayo hivyo. Nikamaliza class 8, nikajoin high school. Kujoin high school nikajifunza kuendesha boda. So sikuwa nimejua sana. So before nishike boda vizuri, nilikujanga Nairobi 2016 kwa aunti yangu. Nikamwambia nataka niende na wewe pale Gikomba. Nione tu hiyo soko ya Gikomba venye. Nasikia nakonga nyumbani nasikia tu Gikomba. So nataka niende huko. Nataka kuenda huko. Yeah. Gikomba unasikianga Gikomba unaona ni kama ni heaven. So akanipeleka Gikomba na nikaona wasee wanabeba mizigo. Kwa bega mtu amebeba viatu 4, 5. Sasa muuliza aunti. Sasa huu venye amebeba hivi, yeye amebeba pesa ngapi? Ananiambia viatu 5, ukitoa kwa stock peleka kwa soko that is 100. 100. Na nika imagine hiyo 100 nilikuwa naifanya the whole day nikiwa ushago kukata miwa ama kupalilia shamba. Ushapata hiyo 100? Bado naisoma. Bado that 2016 naisoma bado. Nimekuja tu kuiweka kwa akili ndio nione after school ama lini nitairudia. So that 2016 nilijua everything ya Gikomba, soko nini, hiyo kubeba viatu na nguo. Nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani nikaenda kwa ile boda, kajifunza vizuri. Time insana nilikuwa na catch up ndio nilipata hii alama. Niliachiwa pikipiki mwenye bunduria akaniambia leo mimi sikupeleki, chukua kifunguu, gurumisha gari nione kama umeshika. Mimi kugurumisha gari nikaenda distance a while then sikujua ati mtu akitaka kumeka kona una reduce speed na unatoa gear. Wewe ulipita. Mimi nilienda tu hivyo nikapiga kona. Kuingia huko nikapata lori ya mchanga. Kuscramble nayo hadi chini ya lori. Mabati ya number plate, hizo mabati ya number plate. So alama nayo. Kama hujaona hiyo alama manzee, huyo jamaa aliumia vibaya sana. In fact hata hiyo alama ndio wananitambuanga nayo. Ati huyo jamaa mwenye ako na alama. Huyo jamaa ako na alama. Hata mimi yangu niko nayo saa hii. Unaona hii nilipata nikipanda kwa nyumba kama hii. So kurudi chini ndio hiyo. Ikaniweka. So alafu tukimalizia tu haraka. Huko Gikomba watu wanaibiwanga huko, watu wanachorwa huko. Bana hata ukienda huko unaacha simu unabeba kabambe bana. Wewe ulisurvive aje huko? Hujaibiwa huko Gikomba? Okay. Gikomba nimeibiwa tu mara ya kwanza. Mara moja tu. Nimeibiwa tu mara moja. Na tangu niibiwe like sijaibiwa tena. Uliibiwa aje? Ni ile tu kusinachiwa kwenda ama? Ni ile tu kusinachiwa. Nilikuwa nimevaa trouser nyingine hapo side pocket. Na simu nilikuwa nimeweka hapo. Wewe nao ulikuwa mfala bana. Ile design ya kupishana na wasee. Nani usiku unajua Gikomba kwenda kwa nyumba nilikuwa natoka by 450. Nishatoka kwa nyumba naenda soli ya Gikomba. Ndio nifike huku mapema 6 tuanze kazi. So ndio ile tushike tu nafika huko napata sina simu. Nikajua ni maisha juu hata ukipiga unasumbua tu msemo mwenyewe. Anaweza kuitisha hadi charger. Na una. Hadi na una. Huko hiyo ndio life. Gikomba sasa hivi venye nilitoka shule nikakuja Gikomba vizuri kufanya hiyo hustle ya kubeba mzigo sasa. In fact hata nilirudia 2018 mwezi wa 4. Hiyo mwaka nilikuwa namaliza shule. Nikuja nikabeba hizo mizigo, nilikuwa natafuta do ya set books nini na kiatu ya shule pia. Ubaya ilikuwa ninafika shule after niko na everything napata watu walishasoma set books zote wakamaliza. Ilibidi tena niuze ya nini? Sasa ilibidi tena niuzie watu wa form 3 na form 2. So after kumaliza shule ndio nimerudi Nairobi sasa vizuri 2019 January 15th. Kukuja Nairobi sasa nikaenda tu Gikomba pale hiyo kubeba. Hadi wa leo nafanya kazi ya kubeba, ndio inanilisha, ndio inanilipia rent. Kuvisha, wana vile unanivalisha pia. Oneni kiatu, oneni nguo. Ndio hiyo kubeba. Class 2. So believe Mungu ana make vitu. Mungu ana make vitu. Sasa actually mwenye ajua anaweza kuona like unabeba tu mzigo Gikombani kama umekosa mwelekeo, unateseka. Acha niwaambie one thing. Usione ninateseka, udhani ati sina kwetu. No. Nyumbani sina cha kurithi. Ila tu ni jina ya ukoo. Ndio maana nang'ang'ana in any way possible. Any means possible. Nipate yangu. That's it. So ukiona mtu ana hustle tafadhali usimdharau. And you guys, if book is working for you, don't discourage those who are hustling. And if hustle is working for you, don't discourage those who are studying. Street is the best. Book is the best. The goal is to succeed kwa maisha. Hiyo tu. Hiyo success ndio tunaiendea. That is it. Hakuna kitu kingine. That is a message. Wewe kuja na masomo, mimi hata nikuje na hustle, bora tu sisi wote tufaulu kwa maisha. Kabisa. Hiyo tu. Usije tuone mimi na nini natoa tu chakula kwa dustbin yako, uanze kunichekelea ati
ulikuwa unasoma ulingangana na vitabu. No. Come with your books, I come with my hustle. Bora tu sisi wote tufaulu kwa maisha. Amen. Yeah, and we'll say thanks to God. Yeah. Hey, that's a very good message by them. My fans, kama mmesikia, please make sure you follow. Don't ever despise someone. Just be on your lane. Mtu akue kwa lane yake. Goal ni tofauti na tufike hapo. Yeah. So lastly, maybe I can ask you the guy who wants mwenye unataka tu ufanye na yeye, as in those comedians au kubwa kina Mulamu, kina nani, kina Eric Omondi, whom do you really admire to do a collab with? This crazy boy anajiita Crazy Kena. Crazy Kena. Kuja upatane na Crazy Kalausi. Kuja. Kuja upatane na Crazy Kalausi, utajua ujue. Kuja. Na kungoja. Hii message inakufikia. Na hii ujumbe tena nitatumia nani? Actually nimekuwa nikiwinda huyu Crazy Kena. Mbona si jadala Omondi? Eric Omondi? Sasa unajua Eric Omondi amekuwa busy na Jimmy Wanjigi. Yeah. So sitaki tu kumsumbua huku na huku. Unapata ako busy na Jimmy Wanjigi all the time. Yeah. So nikumpe nafasi. Huyu Crazy Kena mwenye ako kwa line huyo. Yeah. Na wewe Mama Otis ukuje unigonge na slippers. Mama Otis. Tunakuita. Hata mimi niko na hiyo sauti. Mama Otis. Hebu ongea sauti tusikie. Sasa mimi nadhani siwezi enda kwa soko. Hata mimi niko na miguu naweza enda kwa soko. Bwana Flaco bwana, tunakutafuta. Huyu jamaa anakutafuta hapa bwana. Crazy Kena, if you are there please make sure huyu jamaa kuna content manze. So bro, mimi na appreciate kazi yako. Actually, in fact nimekujulia hapa by the way. Yeah. Thanks so much. Actually, this message goes to Churchill. Yeah. Churchill, please, a young talent. I met him hapa juzi. Ile day nilikuja hapa. Yeah, it was on a Thursday, right? Yeah, hiyo Thursday. Churchill, please, a young talent. Fika hadi huko machini. Fika hadi huko ground. Tuko hapa, tuko wengi. We are struggling to get up there. Amen. Yeah. Usikue tu hapo juu tunangoja. Wewe jitembeze tu useme nime notice kitu fulani. Yeah. Come for it. Come for it. I met you. We had a talk. You promised kunita kwa audition yako. Churchill, I'm really looking forward to coming to that audition. And I promise you that Kalausi will never disappoint you. Yeah. I will not disappoint. In fact, my fans pia, thank you so much. Acha tuseme, my fans, nawashukuru sana. Bila support yenu, bila nyinyi singefika mahali hapa. Yeah, singefika mahali hapa. Bila Mungu pia kuwaleta. In fact, unajua Mungu anatumianga watu kwa njia tofauti ndio wafikishe dream ya msee kwa level fulani. Yeah, that's it. So the last message for 30 seconds whatever, unaweza ambia nini mafans wangu? Uambie hata handles zako mahali wanaweza kukupata kusupport. Yeah. Before mimi niwaambie handles zangu, please share link ya Martin D Kenya. Yeah. Subscribe. Press that bell icon so that Martin D akiweka video inakufikia immediately, you be the first viewer. Another thing, share links ifikie wasee wengi. Okay? Alafu mimi kwangu unaweza nipata TikTok Kalausi73, YouTube Kaka Luis Comedian, IG pia Kaka Luis Comedian, Facebook Kaka Luis. Na message inaweza waacha nayo ni please guys, trust the process. Believe in yourself. Usijilinganishe na mtu. Kuja na hiyo njia yako pole pole. Usikue na ile pressure ati sasa umeanza unataka utrend mara moja. No. Kuja tu. Kila kitu ni step by step. Yeah. Do it. Ujui ni video gani itakutoa nje. Actually mimi nikifanya video sikujua ni gani itanitoa nje. Hii video ya We Are Kenyans ndio ilikuja ikalipuka ikafika hadi kwa Switch TV, ikaonyeshwa kwa Chatspot. So mafans walikuwa wananipiga simu wananiambia, "You know what? Tumekuona kwa TV." Hadi wengine wana screenshot. Wengine tumekuona kwa TV kijana yetu. Yeah, tumekuona hadi mwingine ana record tu hivi anasema, "Kalausi, congratulations. Go for it." Yeah. So now guys, trust the process. Jiamini. In everything you do, please weka Mungu mbele. Kama ni kurecord video, just say speak to God first. Mwambie Mungu, nashukuru sana kwa kunipea nguvu na energy yote. Now I want to record this video, please God bless me. Chochote ambacho nitasema hapa, Mungu nataka wewe ndio uwe mtangulizi. Yeah. And we upload video, wacha ifikie wasee. Sit down, ngoja comment ya wasee, uone reactions za wasee. Usiharakishe kwa kuona ati video yangu haijasonga. No, time yake ndio bado itasonga.
Na wenye upcoming si wenye bado wako na 20 subscribers nini. Don't lose hope. Don't lose hope. Okay? Those are looking for their vision. Fikiria sana ni nini unatumia kama pilo yako. Jacob kwa Biblia alitumia jiwe akaona vision yake. Samson alitumia paja ya Delila, vision yake ikakuwa spoiled. Wewe unataka kutumia nini kama vision yako? Kama pilo. Tipaja. Yeah. Fikiria sana nini unatumia kama jiwe. Nini unatumia kama pilo yako kuona vision yako. Kabisa. That's all I can tell you. So, otherwise, I thank you all. I thank you so much for the support that you've been giving me. I thank you all for how you've been standing firm with me. And also, please show the same love here. Subscribe to this channel, comment, like, watch and share the links. Ifikie wasee wengi. Blessings guys. So the last word I should tell you guys, make sure if you haven't subscribe please make sure subscribe to the channel. All much is coming, vitu mingi zinakuja hot. Just hata huyu tutamhost tena siku ingine. So guys, keep on watching my videos. Remember to support this soul. Ingia kwake, subscribe, share, fanya kila kitu. God will bless you so much. Let's meet in the next video.